Nukta ya pili, wayajibu alayhi, na kuna wajibika juu yake huyo mwanafunzi mwenye kutafuta hadithi na kuisoma dini, an yajtahida fi tahalli bil akhlaqi dhakiyya, ajitahidi kujipamba na tabia zilizo bora. Aldhakiya ay alfadila, tabia bora. Wayajibu alayhi, na kuna pasa juu yake huyo mwanafunzi, an yajtahida, kujitahidi, fi tahalli, kujipamba, bil akhlaqi aldhakiya, kwa tabia zilizokuwa bora, alfadila. Mwenye kusoma ajipambe na tabia bora. Wal adabil marudhiyya, na adabu zenye kuridhiwa, athna at-talabi wa ba'dahu, wakati wa kujifunza kwake na baada ya kujifunza kwake. Athna at-talab, wakati wa kujifunza kwake, kipindi ambacho kaingia kwenye ilmu. Sasa yeye ni mwanafunzi anatafuta haki na elimu ya dini, anatakiwa ajipambe na adabu zilizokuwa bora na tabia zenye kuridhiwa. Wa ba'dahu ay wa ba'da at-talab, na baada ya huko kutafuta elimu, sasa ameipata elimu, pia aendelee kujipamba na tabia zilizokuwa njema na adabu zenye kuridhiwa. Asiwe ni mtu fedhuli, mwenye adabu mbaya, mwenye maneno machafu. Hizo si katika adabu za kujipamba mwanafunzi mwenye kusoma dini. Waqad rawa Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an, na kwa hakika amesimulia Abu Darda, Allah amridhie, hali ya kuwa anayegemeza hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kasema, ma min shay'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ma min shay'in, hakuna kitu chochote ambacho, ma min shay'in, hakuna kitu chochote ambacho, yudha'u, kitakachowekwa, fil mizani, kwenye mizani ya kheri siku ya Kiyama. Hakuna kitu chochote ambacho kitawekwa upande wa mizani ya kheri siku ya Kiyama, athqalu, kitakachokuwa ni kizito zaidi, athqalu, kitakachokuwa ni kizito zaidi, min husnil khuluq, kuliko tabia nzuri. Siku ya Kiyama kuna mizani ya kupimba mambo mema, kuyapima na maovu, kuyalinganisha uzito wake. Sasa upande wa kuwekwa mambo mema itawekwa husnul khuluq, tabia nzuri. Basi hakuna amali njema ambayo itatia uzito mkubwa kwenye upande ule wa mambo ya kheri kuliko hizi tabia njema ambazo wewe unataka ujipambe nazo wakati wa kutafuta ilmu. Ma min shay, hakuna kitu chochote ambacho yudha'u fil mizani, kitaweka kwenye mizani ya kheri siku ya Kiyama, athqalu, ambacho kitakuwa ni kizito zaidi, min husnil khuluq, kuliko tabia njema, tabia nzuri. Kwa hiyo wewe kama mwanafunzi ujipambe na tabia nzuri, ili huenda ikawa ni sehemu ya da'wa kwa wale ambao hawakuelewi unachokisema, bado hawajakuelewa. Zile tabia zako huenda ikawa ni sababu ya kuvutiwa na maneno yako, wakakuelewa. Au wasikuelewe, lakini pia wasikuweke mbali, wasikutenge kwamba wewe huna tabia mbaya, bado wako na wewe hata kama wanakukataa kwa zile tabia tu. Ndivyo alivyokuwa Mtume. Kwa sababu ya tabia zake nzuri, kuna watu waliingia kwenye Uislamu kwa ule muamala wake pamoja na wao, vile alivyoishi nao, hajawalingania, tabia tu zikawapelekea wao kuslimu, kuingia kwenye Uislamu. Na sisi tunomfuata ni yeye, kwa bila shaka tutahitajika kujipamba na tabia zilizokuwa njema. Sahihun, hadithi hii ni sahihi. Akhrajahu at-Tirmidhi, amesimulia al-Imamu Tirmidhi katika jamii yake namba 2003. Ukiona katika Jami'u Tirmidhi utaikuta hadithi hiyo yenye kuonyesha fadhila na ubora wa tabia njema, kiasi ya kwamba ikiwekwa tabia yako njema kwenye mizani siku ya Kiyama inazidisha uzito mkubwa
kuliko matendo mengine uliyoyafanya ya khairi. Wa ana Abdullah ibn Amr, na kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu marfu'an, Allah amridhie huyo Abdullah, hali ya kuwa ni yenye kuegemezwa hadithi hiyo moja kwa moja kwa Mtume. Mtume kasema, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, khiyarukum, mbora wenu kwa matangamano khiyarukum, mbora wenu kwa kuishi na watu, khiyarikum, mbora wenu wa kuchanganyika na watu. Ndio maana yake khiyarukum, mbora wenu wa kuishi na watu, khiyarukum, mbora wenu kwa matangamano, ahasinukum akhlaqa, ni yule mzuri wenu kwa tabia, ahasinukum, ni yule mzuri zaidi kwenu, akhlaqan, kwa tabia. Huyo ndio mbora katika watu bora wanaoishi na watu mitaani na kwenye jamii. Hawa ambao tunachanganyika nao, nani mbora katika ambao wanaishi na watu? Mtume anatoa jawabu, khiyarukum, mbora wenu kwa matangamano, kwa kuishi na watu, ahasinukum akhlaqa, ni yule aliyemzuri zaidi kwenu kwa tabia. Tabia zake ni nzuri, ana tabia njema, ni mtu ambaye tabia zake ni nyepesi, anaambilika, ni mtu mwelewa, amejipamba na tabia za Kiislamu, bali watu wanaathirika na yeye kupitia tabia zake. Huyu ni mbora kuwashinda watu wengi ambao wanatangamana na watu. Sahihun, hadithi hiyo ni sahihi, akhrajahu at-Tirmidhi 1975. Kirudi huko katika Jami'u at-Tirmidhi utaikuta hadithi hii ya Mtume inaonyesha ubora wa tabia njema, kiasi ya kwamba wenye kutangamana na watu katika jamii ni wengi sana. Kuna wakubwa, kuna wadogo, kuna wenye vyeo, kuna madhalili, kuna matajiri, kuna maskini, kuna wanene, wembamba, weupe, rangi za kawaida, wanachanganyika masokoni, mitaani, kwenye maeneo ya kazi, kwenye sehemu za kusoma. Lakini aliyembora kwenye watu wote hawa ni yule mwenye tabia nzuri kwao. Kwa maana na kinyume chake, ambaye aliyeduni, ambaye hana ubora, ni mtu duni kabisa, ni yule mwenye tabia mbaya kwa wao, hana thamani kwa sababu ya kukosa tabia nzuri za Kiislamu, yeye hakujipamba nazo. Kwa tabia nzuri zinamuinua mtu katika ubora wake, na tabia nzuri ni zile ambazo Uislamu umefundisha, na tabia nzuri ni zile ambazo kwenye jamii zinakubalika hali ya kuwa hazipingani na Uislamu. Hizo zote ni nzuri, Uislamu umefundisha, lakini jamii pia inakubaliana na hayo ambayo yanafanywa na jamii. Hizo tabia hizo haziendani kinyume na sheria, hizo taingia katika husnul khuluq. Kuna mambo kwenye sheria hajazungumzwa kama ni tabia nzuri, lakini jamii imezoea kufanya hivyo, na ukiangalia haya yanayofanywa hayapingani na sheria, nalo litaingia katika tabia nzuri, ufanye sawa. Waqala Abu Asim an-Nabil, na amesema al-Imam Abu Asim an-Nabil. Huyu Abu Asim an-Nabil jina lake ad-Dhahhak, Dhahhak kwa kaf, jina lake ni Dhahhak Abu Asim an-Nabil, Abu Asim ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn Muslim ibn ad-Dhahhak an-Nabil. Lakabu yake an-Nabil, anaitwa hivyo. Nabil ni mtu mwerevu mwenye akili nzuri, namuhitaji kishule shule huyo. Kwa kizungu namuhitaji an-Nabil, mtu mwenye akili nzuri, akili yake inamata, inashika, namuhitaji genius chinga namuita chinga. Wale wanatembeza nini, machinga,
ndio wale magenius. Hivi kama ungekuwa wewe genius tukikuta chinga unakubali? Ambao wewe chinga njoo. Wanamuita genius yule mwenye akili nzuri ndo nabil, au pia unaweza kusema nabil. Zote ni ismu fa'il, nabil au nabil. Majina ya watoto wako, mtoto anaitwa nabil au nabil, jaiz, mwenye akili nzuri. Waqala Abu Asim an-Nabil, na amesema Abu al-Asim an-Nabil. An-Nabil maarufu wake jina lake tumesema Ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn Muslim ibn Ad-Dhahhak Ash-Shaybani Al-Basri Al-Lughawi. Alikuwa mwanachuoni wa lugha an-nahwi huko katika wanachuoni wa madrasa ya Basra, watu wa lugha Basra na Kufa. Yeye alikuwa upande wa Basra. Al-Lughawi an-Nahwi, miongoni mwa wanafunzi wake huyu ni mwalimu katika wale wasomesha ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Huyu imamu ahli sunna wal jamaa, imamu ahli al-athari, faman naha manhahu fahuwa al-athari. Ni mwanafunzi huyu al-Imam an-Nabil. Abu al-Asim ni mwalimu wake huyu katika upande wa mambo hayo, lakini katika jumla ya mashekhe zake kwamba huyu sasa Abu Asim ni mwanafunzi katika wale waliomfundisha ni al-Imam Ibn Jurayj. Al-Imam Ibn Jurayj al-Madani, mwanachuoni mkubwa katika miji ya Madina, na anakisa huyu Ibn Jurayj pamoja na mwanafunzi wake an-Nabil. Kwa nini kaitwa an-Nabil? Wanasema katika mji wa Madina huko zamani hakufahamika mnyama anaitwa ndovu au tembo, wanamsikia tu, lakini kwenye mji wa Madina huyu mnyama hayupo. Watu wasikia tu kuna filun, tembo, ndovu. Siku moja kuna watu wakaja naye katika mji wa Madina, akaingia tembo katika mji wa Madina. Watu wametoka majumbani, kuna tembo huko kaingia bana. Watu wanamwangalia tembo kwa sababu kwenye mji wao hakuna mnyama huyo. Lakini wakati huo al-Imam Ibn Jurayj yuko darasani anafundisha. Huko nje kuna kelele kwamba tembo ameingia kwenye mji wa Madina. Yeye pale anafundisha. Abu Asim na wengineo wapo pale mbele Ibn Jurayj wanachukua ilmu. Sasa wale wanafunzi wengine wale akina sisi tusiojua thamani ya ilmu wakatoka kwenda kuangalia tembo, wengine madirishani, tembo ametoka. Akabaki Abu al-Asim peke yake, Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Sasa Ibn Jurayj mwenyewe akamshangaa, wewe mbona hujatoka wewe kwenda kuangalia tembo kama wenzako? Akasema, mimi naona sipati badali ya kile utakachokizungumza ikiwa nitatoka. Ikiwa wote endelea hapa, siwezi kupata badali yake. Haya maneno akinipita sioni badali yake ni maneno haya, kwa sababu hii ni ilmu, siwezi kuiwacha kwa vitu vya wanyama vya kidunia. Mimi nipo hapa na kusikiliza, endelea. Kaambia, wewe anta nabil, wewe ni mwenye akili nzuri sana. Kutokea siku hiyo akaitwa an-Nabil. Abu al-Asim an-Nabil alijizuia kwenda kuangalia tembo. Sasa leo akipita magoma tu hapo nje, wahisi baadhi ya watu wachungulie hivi kwa upande jicho chongo hivi. Waangalia nini shekhe huko msikitini darasani? Na wale watoto wadogo wa madrasa wasiweza kujizoea, utaona wamesimama dirishani wanaangalia mziki unapita, mziki moto. Sasa msio hivyo. Kiwa kwenye ilmu ni kwenye ilmu tu. Thibiti ili tukuite an-Nabil. Sawa? Amefariki mwaka 212. Mwaka 212 amefariki Abu al-Asim an-Nabil Ad-Dhahhak ibn Makhlad Ash-Shaybani Al-Basri Al-Lughawi. Anasemaje huyu Abu Asim? Anasema, man talaba hadha al-haditha, yoyote atakayetafuta hii hadithi, kwa maana kusudia ilmu al-hadith, atakayetafuta elimu ya hadithi, faqad talaba a'la al-umur, kwa hakika ametafuta tukufu zaidi katika mambo. Faqad talaba, hakika ametafuta a'la al-umur, tukufu zaidi katika mambo. Mambo yako mengi, lakini lile tukufu lile atakuwa yeye ndo amelitafuta, ikiwa atatafuta elimu ya hadithi. Man talaba hadha alhadith, yeyote atakayeitafuta hii hadithi, ay man talaba ilma alhadith,
yote atakayetafuta elimu ya hadithi faqad talaba a'la al-umur, basi kwa hakika ametafuta tukufu zaidi katika mambo, jambo tukufu yeye amelitafuta. Sasa inatakiwa afanyeje? Fayajibu an yakuna khairan nas, basi kunapasa kuwa yeye ni mbora wa watu. Fayajibu, kunapasa an yakuna khairan nas, kuwa yeye ni mbora katika watu, kwa sababu anachokitafuta ni kitu kikubwa. Inabidi na yeye awe ni mtu bora ili aendane na kila anachokitafuta. Sasa awe mbora kwa watu kivipi? An yakuna khairan nasi akhlaqan, ndio maana yake. Awe mbora kwa watu kwa tabia njema. Si unatafuta kitu kitukufu wewe, na tabia zako ziwe tukufu, ziendane na hicho unachokitafuta. Sio mwanafunzi wa dini lakini uko hovyo hovyo, haueleweki, swala za kupiga chenga, madarasa wewe ya dharau, walimu unachagua, ni mtu mwenye kudharau walio chini yako kielimu, una tabia mbaya, mdomo wako ni mchafu, matusi, unaudhi watu mitaani, afu wewe utafuta elimu. Sasa hiyo elimu bado haijakufundisha kwamba haya mambo unayofanya hayafai, unatafuta elimu ipi? Kwa yule mwenye kusoma hii elimu ya hadithi na elimu ya dini kwa ujumla, afahamu kwamba yeye anatafuta jambo lilokuwa bora kuliko mambo yote. Kwa inatakikana juu yake ajipambe na tabia nzuri, an yakuna khairan nas, awe ni mtu bora katika tabia ili aendane sawa na kila anachokitafuta. Athari hii mtunze hajeka marejeo, lakini miongoni mwa walioitaja athari hii ni al-Imam Ibn Salah Abu Amr Uthman Ash-Shahrazuri kwenye kitabu chake Ulumul Hadith maarufu. Al-Imam Ibn Salah Ash-Shahrazuri kwenye kitabu Ulumul Hadith athari hii ameileta Abu Amr Uthman pale aliposema an-naw'u ath-thamin wal-'ishrun, aina ya 28 katika aina. Analeta pale aina tofauti za hadithi na mambo tofauti, akasema ma'rifatu adabi talibil hadith, kufahamu adabu za mwenye kutafuta hadithi. Kisha akaleta athari nyingi Ibn Salah, miongoni mwa hizo akaileta hii ya Abu Asim An-Nabil kwenye kitabu chake Ulumul Hadith. Tuko pamoja? Tunaendelea. Anasema wayajibu alayhi an ya'mala bima yasma'uhu min al-ahadith, na kunapasa juu yake huyo mwanafunzi an ya'mala, kufanyia kazi, bima, kile ambacho yasma'uhu, atakisikia, min al-ahadith, katika hadithi. Wayajibu alayhi, na kunapasa juu yake huyo mwanafunzi an ya'mala, kukifanyia kazi, bima, kile ambacho yasma'uhu, atakisikia, min al-ahadithi, katika hadithi za mtume. Kile ambacho amekisikia kwamba mtume kasema kadhaa, anatakiwa yeye akifanyie kazi. Kwa maana mwanafunzi ufanyie kazi yale uliyoyasoma katika dini yako. Lima rawahu Abu Barza al-Aslami, kwa kile alichokipokea Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu marfu'an, Allah amridhie, hali ya kuwa ni yenye kuegemezwa hadithi hiyo kwa mtume. Abu Barza al-Aslami ana maneno anayasimulia kutoka kwa mtume kwamba mtume amesema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah. La tazulu, kuna lafzi imekuja la tazalu, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, hautoondoka au hazitoondoka nyayo mbili za mja siku ya kiyama. La tazulu qadama 'abdin, hazitoondoka nyayo mbili za mja yaumal qiyama, siku ya kiyama, hatta yus'ala, mpaka aulizwe yeye, an umrihi, kuhusu umri wake,
fima afnahu, katika jambo gani ameumaliza. Siku ya Kiyama watu watakapokuwa wanahesabiwa na kuulizwa na kufanywa nikashi ya hesabu katika matendo yao, mguu wa mtu hautaondoka pale katika uwanja wa hesabu siku ya Kiyama mpaka aulizwe kuhusu umri wake. Fima afna, katika jambo gani ameumaliza huo umri, alidumu yeye kufanya nini kwenye maisha yake. Wa ani ilmi, na kuhusu elimu yake. Fima faala, katika jambo gani ameifanyia kazi. Wa ani ilmi, na kuhusu elimu yake. Nyayo zake mbili hazitaondoka mtu yoyote kuondoka katika uwanja wa hesabu siku ya Kiyama isipokuwa baada ya kuulizwa ani ilmihi, kuhusu elimu yake. Fima faala, katika jambo gani ameifanyia kazi. Wewe ulisoma, we ndiyo, na ulifanyia kazi kwa kiasi gani elimu yako, utaulizwa. Wa an malihi, na kuhusu mali yake. Min aina iktasabahu, kutokea wapi aliichuma hii mali uliyopata wewe, chanzo chake ilikuwa ni nini, uliitoa wapi. Umerithi, umefanya biashara, umegaiwa, umeokota dhahabu ndio ukawa tajiri ukapata mali, yani wapi umeitoa mali, lazima uulizwe. Kama ni 100, 200, 1000, kila pesa utaulizwa uliyomiliki duniani uliitoa wapi. Umenyang'anya, umedhulumu, au ni halali yako. Wa fima anfaqahu, na katika jambo gani ameitoa. Wa fima, na katika jambo gani anfaqahu, ameitoa hiyo mali, wapi alipata na matumizi yake yalikuwa ni wapi. Kwa kwenye mali kuna maswali mawili hapa. Wapi umetoa mali uliyomiliki, wapi uliipeleka kuitoa, uliitumia kwenye kitu gani. Wa an jismihi, na kuhusu mwili wake ataulizwa. Wa an jismihi, na kuhusu mwili wake. Fima ablah, katika jambo gani aliuchakaza. Fima, katika jambo gani ablahu, aliuchakaza, aliuchosha mwili wake. Kwenye jambo gani kwenye maisha yako yote, huu mwili wako sasa uliuchakaza na kuuchosha kwenye jambo gani. Kama ulikuwa kwenye mipira, mimi nilikuwa mchezaji wa mpira bana, Premier League, miaka mingapi, miaka 30 ninacheza tena daraja lile kubwa lile, naonekana kwenye television ilikuwa. Aya, kaa pembeni pale, mambo akaa pale upande wa kushoto. Kimwingine mimi bana nilikuwa kuli wa bandarini, kazi yangu mimi kupakua mizigo kutoka kwenye meli kuweka pale. Kwa upeo utaulizwa, hakuna ghishi. Kila mmoja ataulizwa kuhusu mwili wake aliomalizia. Mimi niliumalizia ofisini bana, niliajiriwa mimi katika sekta binafsi au serikalini. Kwa ulikuwa wewe tembea na kiyoyozi wazungusha kitu ofisini, umri wako uliumalizia huko. Ukisaini mikataba ya haramu, ukisaini mikataba ya riba ofisini huko, tambua na wewe kaa pembeni. Kila mmoja ataulizwa mwili wake aliuchakaza katika jambo gani. Mali yako uliitoa wapi, uliitumia kwenye lipi. Lakini vile vile umri wako wote uliumaliza kwenye nini, na elimu yako. Hapa ndo mahalu shahid. Wa an ilmihi, na kuhusu elimu yake mtu ataulizwa. Fima faala, katika jambo gani ameifanyia kazi. Umesoma ukafahamu sunna, ukafahamu mengi yanayofaa na asiyofaa. Je, uliyafanyia kazi kiasi gani? Yale uliyoyajua uliyakiuka ukaingia katika kuyafanya, na yale usiyoyajua wewe ukajifanya kama huyaoni ndio ukayafanya. Utaulizwa yote hayo, kwa kiasi gani umeifanyia kazi ilmu. Na kufanyia kazi ilmu ndiyo matunda ya elimu. Siku zote lengo kubwa la kusoma ni wewe kubadilika kutoka katika al-akhlaq ar-radhila kuelekea katika al-akhlaq al-fadila. Sawa, kutoka katika tabia duni mbaya uende katika tabia nzuri zilizo bora. Ndio lengo la kusoma, ili ubadilike. Sasa ikiwa hufanyii kazi, kuna faida gani wewe kusoma?
wewe na yule mjinga una tofauti gani? Wewe hufanyi kazi na yeye hafanyi kazi, hamna tofauti. Kwa sababu elimu siku zote matunda yake ni al-amalu bihi, kuifanyia kazi. Wanasema elimu bila ya kufanyia kazi ni sawa na mti usiokuwa na matunda. Al-ilmu bila amalin kashajari bila thamari, elimu bila ya kuifanyia kazi, kufuata vile inavyotaka, basi ni sawa na mti usiokuwa na matunda au una faida. Sawa? Kwa kunatakikana kwa yule mwenye kutafuta elimu afanyie kazi kile anachokisikia katika hadithi. Asiwe ni mtu mwenye kusikia kisha akawacha darasani. Ujipambe na yale uliyoyasikia. Umesikia kwamba hili ni haramu, achana nalo. Hili ni halali, fanyia kazi bikadri listitaa, kwa kiasi cha uwezo ambao Allah amekupa.